Hapa alikuwepo na mtoza ushuru mmoja ambaye jina lake ilikuwa kiitwa Zakayo. Alikuwa kitoza ushuru, akatoza watu ushuru sana, na watu wakajua kwamba huyu ni mtenda dhambi. Lakini niliposikia kwamba Yesu anapita, akasema kwamba wacha nikapande kwenye mkuyu, leo nataka nimuone Yesu, nataka Yesu aniokoe. Baada ya kupanda kwenye mkuyu, Yesu akafika pale, akasema ya kwamba shuka leo, maana leo niko nyumbani kwako. Yesu akamsamehe dhambi zake zote, akamtangazia uhuru ya kwamba dhambi zake imesamehewa, japokuwa alikuwa ni mtenda dhambi, japokuwa alikuwa ni mtoza ushuru, japokuwa alikuwa ni mtu mbaya, japokuwa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameonekana ni kama vile ni mtenda dhambi. Lakini nataka nikwambie kwamba inawezekana watu wanakutafakari, inawezekana watu wameshindwa kukutambua wewe, wanasema kwamba wewe ni mtu mwenye dhambi. Lakini nataka nikwambie kwamba Yesu alikuja kuwatangazia watu uhuru. Yesu alikuja kuwatangazia watu uhuru, kufunguliwa kwao, kupata msamaha wa dhambi, kupata msamaha wa dhambi. Nataka nikwambie kwamba kumpokea Yesu Kristo na kuokoka sio kwamba kupokea dini, sio kwamba kupokea dhehebu, sio kwamba ni kudanganyika, bali ni kwamba ni kupokea msamaha wa dhambi zako. Amen. Yaani kupokea msamaha wa dhambi zako ni kumpokea Yesu Kristo. Yesu, Biblia nasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Amen. Naye tuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana pendo lake. Hata kuingizwa katika ufalme wa Bwana Yesu ni kwamba ni kumpokea Yesu Kristo, ni kukiri dhambi zako na kuokoka, kwa sababu ukikiri dhambi zako Yesu atakusamehe. Yesu atakusamehe kwa sababu Yesu amekusamehe dhambi zako zilizopita, Yesu amekusamehe dhambi zako zilizopo, Yesu amekusamehe dhambi zako zinazokuja. Lakini wewe tu peke yako ni kuokoka na kumwamini Bwana Yesu, ni kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naye atakusafisha, naye atakuokoa, naye atakupa, naye atakuweka huru. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Katika kitabu